Kenyatta alipotuacha katika nchi, economy ilikuwa mzuri. Alipoacha kiti, economy ilikuwa mzuri. Hatusemi William Ruto ni mbaya, lakini tunasema ya kwamba ametufinya. Amefinya. Umejua kama mimi hii bidhaa yenye nauza hapa hii, unapata ya kwamba hata mtu kununua ni shida. Kwa sababu gani? Payslip ya mwananchi imefinywa. Zile private companies wameweka huko ushuru. Kwa hivyo badala wananchi wapate opportunities, wamefinywa mpaka wanafanyia tu hand to mouth. Hauwezi kuinvest kwa kitu chochote, kwa maana mimi vitu kama hizi zenye nauza ni zile vitu ambazo ni za ujenzi, sio chakula. Kwa hivyo unapata kwamba sisi watu ambao tunauza kama hizi vitu za hardware ni vigumu vile unaweza pata customer. Lakini pale nyuma kazi ilikuwa, na pia economy ilikuwa inaendelea vizuri. Haswa sana Mheshimiwa Kibaki alijenga vizuri kabisa, Uhuru akakuja akaiendeleza. Lakini sasa hapa mahali penye tumefika ni kama economy inaenda kucollapse. Kabisa. 27 siasa inakuja, tuongelee maeneo ya Vihiga sasa na hapa Luanda kuhusiana na mambo na MPs. Ni kweli tunataka tu MP wa kutupea pesa tukikula, au tunataka MP wa maendeleo? Si jambo hili tutakuwa tunalichukulia vipi? Mimi upande wangu vile naamini, siamini katika kupewa pesa, siamini katika kuhongwa, naamini katika haki. Kama kweli watu wamenipenda mimi, kwa nini niwapatie pesa ndio wanipigie kura? Si niseme kitu yenye nitawafanyia, alafu na wewe useme kitu yenye utawafanyia, alafu wananchi wenyewe waamue, kuliko tuwapatie pesa, alafu wakati ushachaguliwa, ushaingia kwa kiti, unataka urudishe zile pesa zenye ulitumia kwa kampeni. Hiyo inapelekea mtu anakuwa mwizi, kwa maana hatawafanyia maendeleo. Kwa hivyo mimi naamini katika mtu kuuza sera zake. Waambie watu utaleta maendeleo gani, utauzaje hii constituency ya Luanda katika Kenya mzima, utatuletea cash crop, kwa sababu sisi hapa Luanda na Emuhaya, Vihiga Hall, we do not have any company ambayo inaweza kutuletea cash ambayo inaweza kuemploy watoto wetu, but sisi tunategemea hii market ya Luanda kama our industry. Kwa hivyo ndio sababu nasema ya kwamba ni lazima wakae chini, wa create opportunities, sio kutupatia shilingi 50, shilingi 100, shilingi 500. Hii haiwezi kutusaidia. Nauliza, unaona vipi 2027, kura ya 2027, wewe kwa maono yako na ndoto yako ya hapo miaka ijayo, unaiona? Mimi on my side, tukiendelea vile tunaendelea hivi, tutakuwa na shida kubwa, kwa sababu shida inatukodolea macho. Lakini tukibadilisha system ya campaign, tubadilishe, tuachie kutumia kifua, tuache hii maneno ya gunism, tuache hii maneno ya kujipiga vifua, turudi katika haki na usawa vile our 2010 constitution inasema, nadhani nchi itakuwa salama. Lakini tukitumia hii mbinu, hii strategy ya kutumia kifua, hata 2027 haitafika kabla tujaingia katika moto.